Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Lakini haya ya upanuzi wa bandari pamoja na gati zingine nadhani ni kitu ambacho kama ambavyo mkuu wa mkoa ulisema pale mwanzo na naibu mkurugenzi mkuu amesema ndio uelekeo wa serikali tunakokwenda. Na miundombinu mingine wezeshi ni kama ambavyo waheshimiwa naibu mawaziri wamesema. Natambua changamoto zingine ambazo na mimi zimenifikia, kwa hiyo tutaendelea kujifocus ndani ya serikali ili kuweza kuhakikisha kwamba mnayapata hayo manufaa. Tunatambua ushindani wa kibiashara wa ukanda wa Bahari ya Hindi ambapo serikali imeendelea kuchukua hatua ili kuweza kunufaika na fursa ya kijiografia ambayo sisi hapa tunayo. Kwa mfano, baadhi ya hatua ambazo zimechukuliwa ni uboreshaji wa bandari ya Tanga ambayo awamu ya kwanza imeshafanyika, na kwa awamu ya pili tunatarajia ukarabati wa gati namba 1 na 2 zenye urefu wa mita 300, masuala ya ununuzi wa mitambo ya kuongeza kina kutoka mita 3 hadi 13 ambayo na mtendaji naibu mkurugenzi mkuu ameelezea. Lakini pia tunatarajia kuendelea na maboresho ya miundombinu ya upande ambao tumeonyeshwa hapa ambao ulikuwa kulia kwetu ili kuweza kuongeza ufanisi na mahesabu yanayopigwa ni angalau meli ziweze kupishana na kwa idadi yoyote ambazo meli zinaweza kuja ziweze kuhudumiwa ipasavyo bila kuleta delays, bila kuleta muda mwingi wa kusubiria. Ninatambua uchache wa vifaa vya kupakulia. Kuagiza Mheshimiwa Naibu Waziri pamoja na bandari, fanyeni kazi hilo, ni jambo ambalo litakwamisha maboresho yote yanayofanyika kama hatutachukua hizo hatua. Ufinyu wa eneo la bandari ambao unaleta msongamano wa mizigo, hili na lenyewe Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa ulikuwa unanielezea hapa wakati tunateta, na lenyewe lifanyeni kazi, ipelekeni kwenye mamlaka zinazohusika kwa ajili ya maamuzi ili tuwe na eneo la kutosha la kuepusha misongamano ya mizigo. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.